Misemo ya wahenga wanasema imara ya jembe kaingojee shambani. Baada ya kustaafu kazini, watu wengi huchagua kupumzika na kuishi maisha ya utulivu. Lakini kwa mzee Paul Msemwa, kustaafu hakukumaanisha kukaa bila shughuli. Badala yake aliamua kuingia shambani na kujikita katika kilimo cha parachichi. Je, safari yake ilianzaje? Ni changamoto gani alizipitia? Na leo hii kilimo hiki kinambadilishaje maisha yake? Endelea kutazama ili ujue hadithi ya mstaafu huyu aliyebadili maisha baada ya kustaafu kupitia kilimo. Ninayekuletea taarifa hii ni mimi Michael Mamlima. Naitwa Paul Japhet Msemwa, ni mstaafu wa mwaka 2013 mwezi wa kwanza. Nilikuwa ni mtumishi ambaye nilifanya kwenye shirika la makumbusho ya taifa ambayo ni taasisi ya serikali kwa 100%. Kwa hiyo baada ya kustaafu, niseme kwanza kabla ya kustaafu, ukiwa kazini kuna majukumu ambayo unapangiwa, lakini sio lazima iwe passion yako, kitu ambacho unakipenda. Wengine unakosa hata muda wa kukifanya kile kitu ambacho unakipenda sana. Kwa hiyo baada ya kustaafu, nilichokipenda sana mimi ni kilimo. Licha ya kuwa na fursa za kusema labda nikafundishe kwenye vyuo vikuu huko, lakini mimi haikuwa passion yangu. Nimefundisha chuo kikuu kipindi fulani, lakini passion yangu hasa ilikuwa ni kilimo. Na ili uweze kufanikiwa kweli ni lazima ufanye kitu unachokipenda. Kwa jumla nina kama ekari 13. Na hilo shamba moja la ekari 10 ndio huko nimejenga nyumba. Nataka niwe jirani na shamba hilo kubwa. Hizi nyingine ni vidogo vidogo, lakini hilo kubwa la ekari 10 basi no, na makazi yangu mapya ndio yanakuwa hapo. Sehemu iliyotulika na niwe jirani na kulitembelea shamba, kulikagua mara kwa mara. Kumekuwa na maswali mengi ambao watu wanajiuliza kwamba mche huu mmoja unaweza ukawa na kupa fedha kiasi gani, au unaweza ukawa na kuzalishia hela kiasi gani kwa mche mmoja wa parachichi ambao tayari umeshafikia miaka 5? Au kila kitu ndio, je, umelihudumia kiasi gani? Lakini mtu mkubwa wa miaka 7, 8, 300,000, 400,000 unakupatia hela mti huu mmoja. Na kwa ekari miaka miti mingapi? Standard ni miti kama 60, 64 ekari moja. Kwa hiyo kitunza si haba, ikiwa utaanza kidogo kidogo, lakini kadri mti unavyotanuka na kuwa mkubwa na kipato chako kinaongezeka, alimradi unakumbuka kile unachopata kuvuna, sehemu narudisha shambani kukilisha. Mti ni kama binadamu, unahitaji kula pia. Kwa hiyo vuna, kumbuka kubakiza nini? Mbegu. Ndio principle. Kuingia kwenye kilimo cha parachichi, kizuri nilichotumia uzoefu niliokuwa nao ofisini, kwa kwamba lazima uwe na andiko. Andiko linakupa mwelekeo, utapita njia ipi. Huu unakuwa ni mwongozo mzuri nilioanza nao, kwamba niliandaa ni kama mwongozo au mpango kazi, kwamba niko hapa, unaangalia changamoto ni zipi, fursa ni zipi. Nikaandika kwamba mimi nataka kufanya 1, 2, 3. Nikaanza na ekari 1, kila mwaka naongeza eka 1, kwa maana kwamba sikurupuki tu kwamba nitanue mashamba makubwa kwa mara moja. Itakushinda, gharama ni kubwa kwa kuendesha zao la parachichi. Kwa hiyo inahitaji uwe na mpangilio wa kwenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo kumbuke kwamba mpaka sasa nina karibu miaka 13 tangu ni staafu, na bado naendelea kupanda. Sasa wengine angesema wewe mzee utapanda mpaka lini?
maisha hayataki hivyo. Endelea kupanda tu mpaka Mwenyezi Mungu siku ikifika akushuke, lakini utakumeacha alama. Usijifikirie wewe leo tu, fikiria na hao wengine utakaowaacha. Kwa hiyo nimeendelea hivyo kwa kuwa na mpangilio mzuri, kiasi kwamba kwa mwaka jana kapata fedha nzuri kutokana na parachichi, mama kujenga nyumba nzuri tu, licha ya hii nyumba niliyopo sasa, ili niwe jirani na shamba lenyewe, ili uangalifu wa hiyo mali iwe kwa jicho la karibu. Na kilimo cha parachichi natakiwa mara kwa mara kupitia shamba, bila kulitembelea na kuangalia huwezi kujua ni matatizo gani yapo. Unaweza kaa ni wadudu au ni wagonjwa fulani. Basi ukishabaini hivyo unawasiliana na wataalamu wa kusaidia namna ya kutatua tatizo. Kwa hiyo maisha mimi nayaona ni mazuri kwa sababu najisimamia, sisimamiwi. Niko huru, napanga ninachokitaka na ninachofurahiwa. Kwa hiyo ni faraja kwangu, na nafikiri ningebakia kazi ya ajira pengine ningeshakuwa nimekufa kwa ajili ya stress na mawazo mengi, lakini sasa nakuwa huru, nafanya kwa nafasi yangu kitu ambacho ninakipenda. Vipi familia inakuangaliaje baada ya kustaafu? Baada ya kustaafu, kwa sababu familia yangu tuna principle moja, fanya kile kitu ambacho wewe unapenda. Ndio principle au msimamo wa familia yangu. Awe mke wangu au mtoto wangu, tunasema fanya kile kitu ambacho wewe unakipenda. Basi haijalishi uko wapi. Niko hapa Njombe, mke wangu bado yuko Dar es Salaam, lakini mara niende Dar es Salaam, yeye aje hapa Igagala Njombe. Binti yangu bahati nzuri ameolewa, anaishi Marekani, kwa hiyo ana maisha yake, lakini anafanya kile anachokipenda yeye. Ndo suluhisho. Kwa hiyo haikuleta shida kwenye familia. So ni makubaliano misingi tu tulivyoishi, kwamba kila mtu afanye kile ambacho anakipenda. Je, kuna watu ambao saizi pengine mwaka huu wanastaafu au wengine walishastaafu tayari wapo nyumbani na wengine wanaelekea kustaafu, wewe unawaambia nini kuhusiana na baada ya kupata ile pension yao, baada ya kupata yale mafao yao, waratibu vipi? Mimi nawashauri tu mapema zaidi ikiwezekana, kile kidogo unachokipata kipangilie kuweka akiba kidogo kidogo, na ikibidi kama wewe una passion mathalan kama kwangu ya ardhi ya kilimo, anza kununua ardhi. Usisubiri kustaafu ndio ukatafute ardhi, gharama yake itakuwa kubwa sana, pengine tutashindwa kuimudu. Weka akiba kidogo kidogo, nunua chochote kwenye passion unayoitaka kuifanya, weka kidogo kidogo akiba ikusaidie kuvipata hivyo vitu, kwa sababu ile hela ya kustaafu haitatosha kwa kusema kwa mkupuo useme kwamba nitafanya hili, ninunue ardhi, nifanye nini. Na maana kwamba mtaji anza kuweka kidogo kidogo. Baada ya kustaafu kuna maisha. Kustaafu haimaanishi kwamba maisha yamekwisha, ila tu kwamba unabadilisha tu mazingira ya kufanya kazi, ya kuishi. Kile ulichonacho pangilia kwamba huna mshahara wa kila mwezi. Ulichonacho kile kipangiwe vizuri. Ikiwezekana baadhi ya hiyo mafao yako kaweka kwenye uwekeze, iwe kwenye mabenki au namna gani, ili ikuingizie fedha kidogo kidogo, huku wakati unajipanga kuanza shughuli ambayo pengine unaipenda. Nasisitiza neno kuipenda, sio tu shughuli ambayo unaambiwa fanya hivi kwa sababu fulani amefanikiwa. Hapana, hutatoboa. Kwa hiyo uwe makini na acha starehe. Si jambo jema kuendekeza starehe. Uwe tu na nidhamu ile uliyokuwa nayo kazini, endelea nayo kwa na nidhamu. Itakusaidia, itakufikisha kazini. Sio kwamba ubweteke kwamba sasa niko huru, hamna naye nisimamia. Haya, sasa hivi unajisimamia. Wewe ndo bosi mwenyewe, unajisimamia. Basi mambo yatakwenda vizuri. Kwa sasa wewe pengine unaweza kuwa na